Tunajua kwamba kuna mikataba maalum iliyofanywa baina ya serikali na kanisa hasa la Kiroma, serikali kutoa mali za kodi za raia wakiwemo Waislamu kuwasaidia kanisa kuendeleza mambo yao kimaendeleo, hasa upande wa elimu na upande wa afya. Na ndio twasema bila hofu kwamba moja ya sababu kubwa ya Wakristo kuja juu kielimu na kuwa ndio wamekamata nyanja zote muhimu za kitaifa ni kwa sababu ya hali hii. Hiyo kikao hiki nasema ni katika kuendeleza ufumbuzi wa matatizo yanayotukabili Waislamu. Twashukuru alhamdulillah kwa muda huu ambapo tangu hii taasisi imeanzishwa mwaka 1987 hadi leo, ni kipindi ambacho tayari pengine hawa watoto waliozaliwa miezi hiyo washakuwa na wake na watoto, pengine tena washakuwa ni wajukuu. Na alhamdulillah kwa hakika taasisi imepata maendeleo mengi sana, ila kwa sisi ambao tunaishi nayo bado tukilinganisha na wenzetu bado tunajihisi bado tu katika unyonge. Ukisema wenzetu, ima wenzetu Waislamu au hata wasiokuwa Waislamu ambao ni wananchi wa nchi hii, kwamba juhudi zilizofanywa mfano na wasiokuwa Waislamu wa Kristo kwa muda wa miaka 150 iliyopita, ndipo ambapo pampatikana Mkristo wa kwanza nchi hii. Watu wengi hawajui kihistoria, lakini Mkristo wa kwanza Mwafrika au Mtanganyika au Mtanzania tuite, pamoja na Zanzibar, alipatikana nchi hii miaka 150-60 iliyopita. Lakini yeye mnashuhudia namna gani Wakristo hivi sasa walivyokuwa wanaonekana wako kidedea, wako juu. Hatuzungumzii kuhusu imani, tunazungumzia kuhusu maendeleo tu yao ya kijamii, kwamba zimeonekana taasisi zao au taasisi yao iko juu sana na imejinyakulia heshima kubwa kwenye serikali, mpaka ikafikiria baadhi ya Waislamu kwamba kuna labda upendeleo fulani ambao umefanywa juu ya wasiokuwa Waislamu, yani Wakristo. Ukweli upendeleo upo, ni jambo hatuwezi kulikanusha kwa sababu limethibitishwa katika historia. Manasara, makanisa yalianza kuungwa mkono na Wakristo wa Ulaya tangu mwaka 1984 wakati walipokaa kule Ujerumani wakagawana makoloni ya Afrika. Moja ya agenda yao au azimio lililotolewa katika mkutano huo ni kwamba yeyote atakayepewa koloni basi ahakikishe kwamba anaendeleza na kulinda kanisa. Hili jambo lipo hata kwenye mitandao, mtu ukiingia ukitaka kujua resolutions, maazimio ya mkutano wa Berlin mwaka 1484, kwamba wakoloni wakija hapa, moja ya kazi yao ni kuchukua rasilimali za nchi, lakini na pia ya malengo yao ni kulinda kanisa, kuliendeleza na kulinda. Kwa hiyo huu ni ukweli kwamba wamepata usaidizi wa ndani, na ule usaidizi uliendelea mpaka na zile serikali zilizoachwa na wakoloni, bali mpaka leo, wala sio jambo ambalo la kufichwa. Tunajua kwamba kuna mikataba maalum iliyofanywa baina ya serikali na kanisa hasa la Kiroma, serikali kutoa mali za kodi za raia wakiwemo Waislamu kuwasaidia kanisa kuendeleza mambo yao kimaendeleo, hasa upande wa elimu na upande wa afya. Na ndio twasema bila hofu kwamba moja ya sababu kubwa ya Wakristo kuja juu kielimu na kuwa ndio wamekamata nyanja zote muhimu za kitaifa ni kwa sababu ya hali hii. Na sisi twazungumza siku zote kuwakumbusha Waislamu kwa lengo la kuhamasisha na wao wafanye hiyo juhudi, kwamba mpaka leo mfano kwamba Waislamu wana chuo kikuu kimoja tu ambacho ni zawadi. Maneno haya niliyasema jana ya kariri kila siku. Chuo kikuu cha Morogoro ambacho chaitwa cha Waislamu wala sio cha Kiislamu, ni zawadi kutoka kwenye serikali kupitia Rais Mkapa ambaye alifariki,
baada ya Waislamu kulalamika unyonge wao, akaona katika kuwafunika midomo na kuwatuliza ni kuwapa chuo kikuu. Hivi karibuni kwa vyombo vya habari tuliona BAKWATA waliomba kupewa chuo kingine na Mheshimiwa Rais, lakini aliwaambia hiki kimoja mchukua nacho kinasuasua, halafu mtapewaje? Kuonyesha namna gani Waislamu kwa ujumla wake wako katika udhaifu mkubwa sana. Taasisi ya Ansar twasema moja ya malengo yake makubwa ni kunyanyua mustawa wa Waislamu hasa kielimu, kwa sababu tumegundua kwamba elimu ndio funguo wa maendeleo yote. Hata ukiangalia mfano wananchi wa nchi hii, yale maeneo ambayo yamepata elimu ndio wananchi wake au makabila yao yako juu. Ukichukua mfano Kilimanjaro, katika juhudi zilizofanywa na Wajerumani kwenda kujenga mashule kule Moshi au Kilimanjaro. Ukienda pia Kagera au kusini ambako kuna makanisa kama vile Vatican, waliekeza zaidi kwenye elimu kwa sababu walijua kwamba elimu, kama ilivyoeleza Dr. Sivalon katika kitabu chake Siasa ya Tanzania na Dini, kwamba waliamua kuwatengeneza watu wanaitwa walei ambao watakuwa wamewashibisha imani ya kanisa au imani ya Kikristo. Popote watakapokwenda katika jamii, iwe ni siasa, uchumi, basi wahakikishe wananyanyua jina la Bwana Yesu juu. Kwa hiyo kwa ukiangalia uhalisia ni kwamba wamefaulu kwa kiasi kikubwa sana kwa muda huu tangu nchi imepata uhuru mpaka leo. Yani tuweza sema kwamba Waislamu hawafurukuti. Kwa hiyo taasisi ya vijana ni zinaonekana ni taasisi chache ambazo zinapigania kufika angalau kuwa na mustawa uliokaribia na hawa ambao tunaita wenzetu kinchi. Unaona, jambo ambalo ni gumu sana. Ndio maana mimi mara nyingi nikizungumza natoa ile tafsiri ya Waingereza walikuwa wakisema while others are walking we must run, na sasa tuibadilishe hii tuseme kwamba while others are running we must fly. Waingereza walisema wakati wengine wanatembea sisi tukimbie, na sisi tumebadilisha wakati wengine wanatembea wanakimbia sisi tupae. Ndio moto au shiari ya taasisi hii nafikiri. Kwa hiyo kikao hiki nasema ni katika kuendeleza ufumbuzi wa matatizo yanayotukabili Waislamu. Kwa haya machache nawatakieni kila la kheri na mafanikio ya kikao. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.